Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha sana mfuatiliaji wetu na asante kwa kuendelea kufuatilia masomo haya ambayo tumekuwa tukikuletea mara kwa mara. Na mimi naitwa Mwalimu Mesha Kilongo. Tumekuwa tukizungumza kwa awamu kadhaa juu ya kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na namshukuru Mungu kwamba pia tumekuwa tukijifunza kanuni mbalimbali. Mpaka sasa tumefanikiwa kujifunza kanuni kama 3 hivi, na tafadhali kama hujapata au hujaziona hizo kanuni, kwa maana hujapata kufuatilia somo hilo, basi nikukaribishe sana tuweze kujifunza kwa pamoja. Tunapojifunza juu ya hili, tunajifunza kutokea kitabu cha Mwanzo mlango wa 27, kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 27, na hapo tuna vitu vingi ambavyo tunajifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo 27, Mwanzo 27. Na somo lililopita nimekufundisha vitu kadhaa ambavyo ni muhimu pia ukipata neema ya kufuatilia, basi ni vizuri kufuatilia na kujifunza zaidi, kwa sababu Mungu ametuachilia vitu vingi vikubwa hapo. Ndio maana na mara kwa mara natamani kurudia na kurudia kufundisha na kurudia ili kwamba angalau hili jambo likae kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla tujaendelea mbele, natamani tupate nafasi ya kuomba na tukisha kuomba basi tutaendelea na somo letu. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya kusema nasi kwa lugha nyepesi, kwa lugha ambayo Bwana tunaweza tukaelewa. Na asante hata kwa ajili ya huyu ambaye Bwana umenipa neema ya kuzungumza naye kwa njia hii ya mtandao. Asante kwa ajili ya wale wanaofuatilia ndani ya nchi hii ya Tanzania, lakini pia asante kwa ajili ya wale ambao wanafuatilia kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, lakini pia ulimwengu kwa ujumla. Asante Bwana kwa sababu hutatuacha na ahadi yako ni kuwa pamoja nasi. Nami namuombea huyu mtumishi wako, Bwana mpe utulivu na neema ya kusikia kutoka kwako. Endelea kutufundisha ili Mungu tuweze kufikia hatima ambayo umeikusudia, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Na nimesema kwamba tunajifunza kutokea hapa kwenye kitabu hiki cha Mwanzo 27, na somo lililopita nimefundisha juu ya muda, na leo pia nitagusia hapo kwenye eneo la muda, na hasa tunapozungumza juu ya hili jambo na tunapokumbuka pia kwamba muda wetu ni muhimu. Mungu ametupa muda, kwa hiyo ni vizuri kujifunza kwamba Mungu ameweka kitu gani kwenye muda. Lakini niliahidi kwamba nitafundisha hata mazuio ambayo yamewekwa na adui kuhusiana na muda. Kwa hiyo nikaribisha sana tuweze kujifunza hasa kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni vizuri sasa nikukaribishe pia kuweza kama una maoni, kama una swali, usijali, unaweza kauliza chochote kile, alafu tukajifunza kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ni kushukuru wewe ambaye pia unaendelea kufuatilia maeneo mbalimbali, lakini endelea kuwajulisha watu wengine juu ya jambo hili ili liweze kuwa baraka kwetu sote, na hatimaye kila mmoja aweze kunufaika na kufaidika katika yale ambayo Bwana amekusudia tuweze kuyapata katika nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naona sasa tuko tayari kwa ajili ya kujifunza, na tafadhali ungana nami katika tafakari hii hapa. Nilisema kitu fulani hapo kwenye Mwanzo 27, Mwanzo 27 mstari wa 9, nikasema kuna kipengele hapo kimeandikwa enenda sasa. Ni mazungumzo ya Yakobo pamoja na mama yake Rebeka. Mama yake Rebeka anampa agizo mtoto wake wa pili, akimwambia kwamba enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi 2 walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Nilisema msisitizo wetu ni hili neno enenda sasa, enenda
sasa. Nadhani umeliona hapo. Enenda sasa. Manake nini? Msisitizo ulikuwa ni mkubwa kwa sababu katika mazingira yale walikuwa zile baraka wanazigombania, na kwa sababu hiyo ilikuwa lazima Yakobo aanze ule mchakato wakati ule ule. Asisubiri sekunde hata moja. Kwa nini? Kwa sababu ndugu yake amekwisha kuenda polini. Kwa hiyo ameenda kutafuta mawindo ili na yeye aje kupokea baraka hizo hizo. Lakini hizo baraka ili kuzipokea ni zina vita yake na zinahitaji uharaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo jana nakumbuka nilitoa mfano mgumu kidogo unahusu hesabu za miaka. Nilitoa mfano huu hapa. Nilitoa mfano wa hesabu ya miaka, nikasema fikiria kama una miaka 70 ya kuishi au una miaka 70 ya kufanya kazi. Tuchukue miaka 70 ya kuishi. Na hii ni kibiblia kabisa. Unajua tena imeandikwa hapa kwenye neno la Mungu, imeandikwa kabisa kwamba siku za miaka yetu ni miaka 70. Au ngoja nikuonyeshe huu mstari hapa. Nilikuwa nataka kuweka jambo sawa ili uweze kuona hicho kitu ninachokisema hapa kwenye Zaburi ya 90. Kuna kitu pale nataka kuonyesha muhimu sana katika somo hili la baraka, kwa sababu usipojua kutumia muda vizuri itakusumbua sana. Hebu tusome hii pamoja. Zaburi ya 90. Nitarukaruka mistari, lakini nataka nianzie mstari ule wa kwanza. Ngoja tuanzie mstari wa kwanza. Zaburi ya 90 mstari ule wa kwanza. Hebu tusome pamoja. Hii hapa. Biblia inasema wewe, huyu ambaye anaimba hii Zaburi anasema, wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Anataka kutuonyesha kwamba Mungu anamiliki au anatawala na anatuweza kutuongoza kutoka kizazi kimoja kuelekea kizazi kingine. Yaani kama Mungu alikuwa na baba yako au alikuwa na wazazi wako kizazi kilichopita, maana yake anaweza kuwa na wewe hata kizazi cha sasa. Kama Mungu alikuwa na viongozi wako kizazi kilichopita, maana yake anaweza kuwa na wewe pia kizazi cha sasa. Kama Mungu alikuwa na waasisi wa taasisi au kampuni ambayo uko nayo kwa sasa kwa kizazi kilichopita, maana yake hata sasa anaweza akawa na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinazungumzwa hapo kwamba Mungu alikuwa pamoja nao kizazi kilichopita. Sasa ndio maana hapa anasema wewe Mungu umekuwa makao yetu, umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Sasa kutoka kwenye huo mstari wa kwanza nataka nikusomee ule mstari wa 4. Nataka kuonyesha kitu pale. Mstari wa 4 anasema hivi, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Kwenye hesabu za kibiblia au hesabu za kimungu, siku moja kwetu ni sawa na miaka 1000 kwa Mungu, na siku 1000 kwetu inaweza ikawa ni sawa na siku moja kwa Mungu. Hii hesabu imewekwa katika mtego wa kutaka kukukumbusha kwamba usisubiri kwamba nina umri nisubiri umri fulani ndio nianze hili jambo, nianze kuwekeza. Nisubiri umri fulani nianze kufanya kazi fulani. Nisubiri kitu fulani. Na hata wale ambao tayari wameshakuwa wazee wanaona kama vile wana siku chache, pia na wao wanakumbushwa kwa upande mwingine ya kwamba kuna kitu ambacho wanatakiwa wajifunze hapo. Kuna kitu wanatakiwa wajifunze hapo. Kwa nini? Kwa sababu miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja kwetu. Na vice versa is true. Maana yake siku 1000 kwetu ni sawa na siku miaka 1000 kwa Mungu. Maana yake inatukumbusha kwamba kumbe kinachohusishwa hapa ama kinachotakiwa hapa ni kuwa makini na kupokea kile ambacho Mungu ametuwekea kulingana na muda ambao tuko nao. Kwa hiyo fursa unayo, yani nafasi bado unayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya jambo hili, uwe unaelewa ya kwamba tuko na nafasi kubwa ambayo Mungu ametuwekea, na fursa hii kubwa ya muda Mungu ametuwekea. Kwa mfano unaposoma Zaburi hii Zaburi unayoisoma ya Zaburi ya 90, kwenye ule mstari wa 10 kuna kitu pale pia kingine amekiandika, na ni vizuri pia kujua kilivyoandikwa. Angalia alivyoandika kuhusu siku za miaka yetu. Angalia anachosema. Anasema hivi, siku za miaka yetu ni miaka 70. Umeona hiyo? Anasema na ikiwa tuna nguvu, ikiwa tunafanyaje? Tuna nguvu. Ni miaka mingapi? Miaka 80.
Anataka kutuonesha nini hapo? Anataka kutuonesha kwamba muda tulionao wa kuishi duniani, muda tulionao wa kufanya mambo mengi mbalimbali ambayo Bwana ametupa, ni kweli upo, lakini kiukweli ni mfupi sana. Nilikuwa nafuatilia wazee wale wa zamani, hasa babu zetu, ukizungumza wale kwenye Biblia kina Ibrahim na kadhalika. Unaangalia ile miaka walioishi, unaangalia ile miaka walioishi kina Musa, unaangalia miaka walioishi kina Adam, unaangalia miaka walioishi kina Daudi, unaangalia miaka walioishi kina mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu Ayubu. Unaona karibu 100. Sasa hii kitu imekuaje? Sisi tuna shida gani? Lakini kiukweli ni kwa sababu ya dhambi. Hilo lazima tuseme wazi. Kwa sababu ya dhambi kiasi imesababisha watu wengi ama tumekuwa na muda mfupi sana wa maisha. Sasa huko tusiende, lakini ninachotaka kusema ni kwamba tuna muda mfupi wa kuishi, na kwa sababu hiyo jitahidi kutumia hiyo fursa ya muda ambao Mungu amekupa ili kuweza kufanikisha yale ambayo Mungu amekuwekea. Kumbuka, kwenye kila dakika, kwenye kila sekunde kuna baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yako. Sasa ukizitumia vizuri, unaweza kupokea kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Lakini pia usipotumia vizuri, unapotea hivyo hivyo. Utasikiaga, itakuja kusikia, itakuwa kama historia tu kwamba ulikuwepo, alikuwa huyu jamaa aliishi miaka 50 bwana. Lakini je, hiyo miaka 50 ilikuwa ina impact gani? Unaona, sifuri. Je, aliishi miaka 60 au aliishi miaka 40, lakini je, ilikuwa ina impact gani? Ilikuwa kuna baraka gani ambayo tuliona ameipokea? Unajua, baraka za Mungu jinsi zilivyokaa, zimewekwa mahali au zimewekwa katika namna ambayo usipopambania au usipozitafuta haziji hivi hivi. Kuna namna ambayo utafanya kiasi ambacho zinaweza kukufuata, lakini kwa kanuni. Tutaendelea kujifunza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Yesu aliwahi kusema hichi kitu, ngoja nikusomee. Hebu kabla ya kwenda kwenye habari za Yesu nikusomee ule mstari wa 12. Maana hapa kwenye ule mstari wa 10 anasema siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Sasa mstari wa 12 kuna kitu pale anasema cha muhimu sana. Anasema, anaomba huyu ndugu, anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ujifunze kuhesabu. Manake hapa anapotaka hapa ni kutukumbusha kwamba okay, tuna haja ya kutathmini. Je, sawa, siku ya leo imepita, ndio. Je, nimefanya nini? Nimekuwa na impact gani? Nimefanya kitu gani ambacho kinaweza kikaongeza miongoni mwa baraka ambazo Mungu amenipa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliwahi kusema hichi kitu kwa lugha nyingine, hasa juu ya umuhimu wa kutumia muda. Hebu tusome pamoja Yohana mlango wa 9. Hebu tusome pamoja Yohana mlango wa 9. Kuna kitu Yesu aliwahi kusema hapa. Yohana mlango wa 9, tusome ule mstari wa 4. Yohana mlango wa 9 mstari wa 4 anasema hivi. Yohana mlango wa 9 mstari wa 4. Anasema hivi: imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Afa anasema hivi, hiyo kazi imetupasa kuzifanya maadamu ni mchana. Kwa nini? Kwa sababu usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Sasa unisikize vizuri sana kwenye hili neno hapa. Unisikize vizuri. Yesu hapa hakumaanisha kwamba usiku hauwezi kufanya kazi. Yaani kwamba eti huwezi kufanya kazi usiku. Alimaanisha mchana unayozungumziwa hapa, anazungumzia mchana wa mazingira ambayo mtu anaweza kufanya kazi. Yaani muda ambao mtu anaweza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya kwamba imetupasa kufanya kazi maadamu ni mchana, alichokuwa nataka kusema hapa ni kwamba okay, tuna nafasi ama tuna fursa ya kufanya kazi, tuna fursa ya kufanya hili na lile. Sasa ili lifanikiwe hili jambo, ni lazima tulifanye pale inapowezekana. Kuna watu ambao wanasubiri, ni wazee wa kusubiri. Utasikia I say bwana, nasikilizia bwana, ngoja mambo yakae vizuri. Huhitaji kusubiri mambo yakae vizuri unless huo mpango sio wa Mungu.
Mipango yote ya Mungu mara nyingi huwa haina maelezo kamili hapa mwanzoni. Mara nyingi inakusukuma tu kwenda kufanya jambo mbele kwa mbele. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kinachokusukuma pale ni ile nguvu ya Mungu kwamba okay, huku mbele ni Kanaani lazima nifike. Huku mbele ni Kanaani lazima nifike. Kwa nini? Hata kama mazingira hayaeleweki, njia haieleweki kwamba utapita njia gani na njia gani, hauelewi hata njiani utakula nini, hauelewi njiani utapata chakula gani, hauelewi njiani kwamba utakunywa nini, haijalishi. Hoja ya msingi pale kwako ni kwamba unasonga mbele. Na mimi nipo hapa majira haya kukuambia ya kwamba haijalishi mazingira ulionayo, wewe songa mbele. Haijalishi ya kwamba Kanaani upajui, wewe songa mbele. Haijalishi mbele kuna bahari, songa mbele. Haijalishi mazingira yako yakoje, songa mbele. Inawezekana huna mtaji, lakini anza jambo lako. Hata kama kwa kutumia vitu vidogo, anza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu njiani ndio ambapo utaona ukuu wa Mungu na namna ambavyo Mungu anatenda. Haleluya. Kuna kitu hapo nataka kukuonyesha kikubwa na cha muhimu sana leo. Nataka kukuonyesha kitu cha muhimu sana. Usisubiri kesho. Kama unaandika, tunaendelea kuzungumza juu ya muda. Usisubiri kesho. Hebu tusome pamoja. Usisubiri kesho. Hebu tusome pamoja kitabu cha Yakobo. Usisubiri kesho. Kitabu cha Yakobo au waraka wa Yakobo, ule mlango wa 4. Hebu tusome pale. Kuna wale wazee wa kusubiri kesho. Nataka nikuonyeshe kitu cha muhimu sana. Yep. Anasema hivi, mstari wa 13 Yakobo, ngoja nikuonyeshe hapa ili tusome pamoja. Hii hapa. Yes. Hapa. Anasema hivi, haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani. Anasema na kukaa humo, si ndio? Tutaingia katika mji fulani leo au kesho. Yaani sio lazima iwe leo, ila leo au umewahi kukutana na watu ambao unamwambia bwana, vipi ule mpango wako wa kujenga? Una mpango wa kuanza lini? Yupo, nafikiri mwaka huu au mwakani naweza nikaanza kujenga. Huyu hajielewi. Samani kwa kutumia hii lugha, lakini naanza kupata mashaka. Inawezekana hajajua thamani ya muda alionao. Nyinyi ni mashahidi, watu wa Mungu. Ninyi ni mashahidi. Kuna umri ukifika ni ngumu sana kujenga. Ni ngumu mno kujenga. Ni sawa na kuoa au kuolewa. Kuna umri ukifika ni ngumu sana kuoa au kuolewa kwa sababu ya mazingira. Na kuna umri pia ni ngumu sana ukiwa na watoto kwa sababu kinachotokea pale ni kwamba utapata tabu sana kuwalea, na kwa sababu hiyo ndio unakuta watu anaacha kuto kuoa ama kuolewa, au anaingia kwenye ndoa alafu anaishia kupata mtoto mmoja tu. Sasa utaniuliza mtumishi, kwani kupata mtoto mmoja ni kosa? Sio kosa. Ila anachozungumza, je, Mungu ndo amekupangia hiyo? Je, ndo baraka ya Mungu kuhusu kupata watoto kwako ndo imeishia mtoto mmoja? Kwa sababu lazima tuambizane wazi. Kuna watu ambao tu kwa sababu ya hiyo wamejikuta wanapoteza hii tunayozungumza ya kusema nitaanza kesho. Yaani muda wote ni kesho. Hajawahi kusema naanza sasa. Nakwambia majira haya, Mungu akusaidie kuanza sasa. Na kuombea Mungu akusaidie kuanza sasa. Inawezekana kuna mazingira hujawahi kupita. Inawezekana kuna nyakati ambazo unaona hamna mzoefu. Inawezekana unapofikiri kuhusu kuanza kesho au mwakani kwa sababu unaona labda hauna mtaji. Sio swala la mtaji. Biblia inasema si kwa nguvu, lakini kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haijalishi swala la nguvu. Hapa hebu tusome hii tena. Anasema hivi, haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Sasa tunapozungumza juu ya faida, nadhani nimekufundisha juu ya mambo ya fedha. Nimekufundisha kwenye masomo yaliyopita. Kama hujapata unaweza ukafuatilia pia. Kwa sababu baraka moja hapo ni kupata fedha.
Sasa mstari wa 14 anasema hivi, ule unaojisemea kesho tutaenda leo au kesho, walakini haujui atakayokuwa hapo kesho. Yaani ninachotaka kuonyesha hapa ni kwamba hujui kitakachokuwepo baadaye. Hujui kitakachokuwepo kesho. Kwa hiyo kama una fursa fulani ya kufanya sasa, do it. Fanya sasa. Start. Usisubiri kwa sababu mambo mengi huwa hayasubiri. Yaani wewe jaribu kufuatilia kitu okay. Hela hauisubiri ije, ila wewe unaifuata. Si ndio? Nimesema neno gumu. Naomba niliache hivyo kama lilivyokaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Mhubiri anasema kitu kingine pale kuhusu muda. Mhubiri 3. Yes, Mhubiri 3. Na naelekea kumaliza watu wa Mungu, ili tuweze kuendelea kutafakari. Tuache hapo, alafu tutakuwa na hatua inayofuata. Mhubiri mlango wa 3. Yes, Mhubiri hapa. Mhubiri mlango wa 3. Hebu tusome ule mstari wa kwanza. Tutafika mahali tutakapofika. Hebu tusome pamoja. Anasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yaani Mhubiri anataka kutuambia hapa kila jambo na wakati wake au na majira yake. Na nitarudi huku chini, nitasoma hii mistari ya chini alafu nitarudi kwenye mstari wa kwanza. Kuna kitu Mungu amenisemesha wakati naandaa somo hili na ningetamani kukuambia. Sasa nataka hebu tusome ule mstari wa pili, nitakuonyesha hapo. Mstari wa pili anasema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Hapa anatuonyesha ya kwamba ukienda wakati wa mavuno kwenda kupanda, hutavuna, hautapata. Manake fanya timing nzuri, wakati wa kupanda, wakati wa kuanzisha mahusiano, wakati wa kuwekeza, wakati wa kuanzisha biashara, wakati wa kufanya chochote kile cha kuanza nacho, wakati huo usiache. Sasa anasema wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Hebu tusome mstari unaofuata. Anasema kuna wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kati ya vitu vya ajabu ambavyo mimi bado naendelea kumuuliza Mungu ni kwamba ili ujenge lazima ubomoe kwanza ndo unajenga. Ndio. Lazima uchimbe ambapo utabomoa ule udongo ulipo ndo unajenga ule msingi kutokea pale chini. Na bila hivyo huwezi kujenga nyumba juu. Na hiyo inatokea, ni siri ajabu sana. Hiyo inatokea hata kwenye maeneo mengine. Wakati unabomoa, wakati unataka kujenga mahusiano fulani, lazima ubomoe mahusiano na watu wengine. Yaani kuna mtu ambaye huwezi kumfikia bila kuacha watu fulani. Kuna ngazi ya maisha huwezi kuifikia bila kubomoa mahali fulani. Ndio hiyo. Ili ubomoe, ili ujenge lazima ubomoe mahali. Sizungumzia kwamba uharibu, kuna kubomoa na kuharibu. Wale ambao wanafuatilia mambo ya habari, kuna maeneo ambayo watu wamejenga barabarani, na kwa sababu hiyo wanaandikiwa bomoa. Sio kwamba kile kitu ni kibaya, ila wanachotaka kukijenga ni kizuri zaidi ya hiki. Sizungumzii unyanyasaji ambao unaweza kuwa unafanyika kwenye baadhi ya mataifa, ila nazungumzia ile thamani ya kilichopo na kinachotakiwa kuja kuwekwa baada ya hicho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wanasaikolojia wana neno gumu. Wanasema ukilia sana ni tatizo la afya ya akili. Ni ugonjwa, sio changamoto ya afya ya akili. Alafu wanasema ukifurahi sana tena ni changamoto tena ya afya ya akili. Niliwaza mengi sana hapo, nikagundua mengi, lakini ninachotaka kukwambia hapa, kila kitu kina kiasi chake na kila kitu kina wakati wake. Mstari wa 5 anasema kuna wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Hata majibu tu, sio kila kitu unajibu. Kuna wakati ambao utanyamaza kimya, kuna wakati ambao utajibu inapobidi. Unajibu ile hoja au maneno ambayo mtu amekusema. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anasema kuna wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Vijana, Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kuna wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, hasa wadada. Ukimkumbatia mume wako mpaka saa 3 mchana, yani saa 3 asubuhi, maana yake hiyo siku hataenda kazini. Tena anaweza akaenda amechoka sana. Hapo nimesema kikubwa. Akaenda amechoka sana au asiende kabisa. Asipoenda, maana yake baraka zile ambazo zimeandaliwa kupitia ile kazi hautapata. Kwa sasa sijui utalalamika kwamba hamjapata hela au utaridhika kwamba sasa mnashinda njaa lakini mnaendelea kukumbatia. Kuna wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kutokukumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na wewe juu ya baraka kwa sababu kuna wengine wamengangania kukumbatia tu, afu wanajichelewesha na baraka zilizoko mbele. Mstari wa 6. Anasema kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Kuna kiongozi mmoja kwenye hii nchi aliwahi kusema ukitaka kula lazima ukubali kuliwa kidogo. Na mimi niko sawa, kauli yangu iko sawa. Nimenukuu vizuri. Yes, tunaomba radhi kwamba changamoto kidogo imetokea ya sauti hapo, na naamini sasa unanisikia vizuri. Yeah. Nilikuwa naeleza juu ya wakati, na nikawa nimetoa mfano wa kauli ya kiongozi mmoja, hasa tukiwa hapa kwenye hii habari ya wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Nikasema kuna kiongozi mmoja aliwahi kusema neno zuri, lakini linahitaji tafakari ya ukaribu, wala usiwe na pupa kuchambua hili jambo. Alisema ili kupata ni lazima kupoteza, ama ili kula ni lazima ukubali kuliwa kidogo. Hii alikuwa anazungumza ni kama mfano ambao tunazungumza mara zote kwamba ili kupata fedha ni vizuri pia au ni lazima kutumia fedha. Sasa kwenye mfano wa fedha ni rahisi kuelewa kwa sababu haizungumzi fedha moja kwa moja,
lakini inazungumza juu ya kitu kinachoweza kuwa na thamani inayofanana na fedha, na kwa sababu hiyo ukawa na uwezo wa kubadilisha, yani ukabadilisha kikawa na thamani ya fedha, ukathaminisha, afu hatimaye ukapata kile ambacho unakitaji. Sasa tulikuwa tunaendelea kuzungumza hapo kwamba kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, afu kuna wakati wa kuweka. Hii hapa, kuna wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisome mistari michache ya mbele, alafu nitarudi kwenye ule mstari wa kwanza tuingie kwenye maombi. Anasema kuna wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Hapa anazungumzia mambo ya mavazi. Na kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Muhimu sana hiyo. Kwa sababu kuna maneno ambayo yanaweza kukukosesha fursa au baraka fulani. Alafu kuna maneno ambayo yanaweza kukuunganisha na baraka. Ndio maana kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Twende. Anasema kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Kuna watu ambao ukiwapenda ama ukipendana nao, kuna baraka fulani unapokea kupitia wao. Wewe hujawahi kuona kuna mtu ambaye ukiingia naye tu kwenye mahusiano ni kama vile umeingia na mtu anayetoka mbinguni. Yaani anakuja na baraka fulani, unasema aliwahi kusema mchungaji mmoja, alisema hata kuoa hivyo hivyo. Kuna mwanamke ambaye au mwanaume ambaye ukioana naye uchumi wako unakuwa. Alafu kuna mtu ambaye unaweza kuwa na uchumi mzuri kabla hujaoa, alafu ukishaoa uchumi unapotea kabisa. Tafsiri yake nini? Maana yake kuna watu wa namna hiyo. Sasa ni lazima ujifunze wakati gani niingie kwenye upendo wa namna hiyo, wakati gani niache nisikae kwenye huo upendo, kwa sababu unanivuruga au unaniharibia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo una wakati wa namna hiyo. Nazungumza mahusiano ya baraka na wakati. Ndo nimekomaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nirudi kwenye ule mstari wa kwanza kabisa kule juu. Kwa kule juu kabisa ule mstari wa kwanza kwenye hii Mhubiri 3. Anasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake, na kila wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Nisikilize kwa makini. Nataka kusema siri ya ajabu sana hapa. Hasa nguvu za giza zilivyojipanga kuharibu watu na kuwafanya wavurugikiwe. Nisikize kwa makini sana. Umewahi kusikia au umewahi kufahamu kuhusu vitu vinaitwa vidonge vya majira? Kuna vitu vinaitwa vidonge vya majira. Kwa namna nilivyofuatilia, wanasema ni vidonge au njia mojawapo ya uzazi wa mpango. Sasa kwenye kanisa hatusapoti mambo ya uzazi wa mpango na wala haturuhusu, kwa sababu agizo la Mungu ni zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya vidonge vya majira, sitaki kuzungumza kwa maana ya kuhamasisha kutumia, ila nataka uelewe huu mfano ninapozungumza jambo la kiroho, hasa juu ya mazuio ambayo adui anaweza akayaweka. Nisikize kwa makini. Vidonge vya majira ni vidonge ambavyo mtumiaji, kwa maelezo ya daktari ambaye nimewasiliana naye au nimejifunza kwake na kupitia rejea mbalimbali, anasema huyu mtu anatumia kila siku. Yaani kwa lugha rahisi ni kutaka kusema kila siku anajitamkia yeye mwenyewe, anasema hakuna uzao. Yaani uzao usitokee. Nikawa na swali gumu kwa daktari, nikamuuliza daktari, vipi kuhusu siku ambazo mwanamke anakuwa kwenye hedhi? Je, anatumia vidonge? Akasema na hizo pia anatumia. Nikasema sababu hizo siku hata ashiriki, na wala hata akishiriki inawezekana tu ni hatari kwake au kwa mwanaume. Lakini cha tatu, hata akishiriki hawezi kupata ujauzito kwa sababu ni siku ambazo ana breed, anatoa damu. Yaani yai limeshavunjika, linatakiwa liandaliwe jipya. Akasema anashiriki. Nikamuuliza, kuna zile siku ambazo zinaelezwa kama ni siku salama, je, na hizo anashiriki? Akasema anatumia hiyo dawa. Akasema anatumia vile vile. Nikawa na swali gumu. Nikaelewa kwenye ulimwengu wa roho kinachoweza kufanyika. Kwenye ulimwengu wa roho, adui anaweza akawaweka watu ambao kila siku watakuwa wanatamka maneno mabaya ya laana juu yako. Wanaweza akakaa kila siku wamekomaa wanatamka maneno mabaya juu yako.
Kila siku wanasema asifanikiwe, 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 asifanikiwe. Iwe siku unaumwa asifanikiwe, iwe siku umepata nafasi asifanikiwe, iwe siku umeenda kazini asifanikiwe, iwe siku umepata fursa umeenda mikoani asifanikiwe, iwe siku umepandishwa asifanikiwe. Kinachotafutwa pale ni maneno yale ya laana yanayotamkwa. Ndio maana Biblia inasema mauti na uzima zipo katika ulimi wa mtu. Sasa inaweza kawa umetamkwa kule. Sasa wewe unachotakiwa kufanya ni kujitamkia na wewe kinyume cha yale ambayo yametamkwa. Kwa hiyo tunapozungumza namna hii, maana yake anza kujitamkia hata sasa ya kwamba hapana, haijalishi ya kwamba kuna watu wametamka mabaya juu yangu, ninatamka mambo mema juu yangu. Haijalishi watu wametamka laana juu yangu, ninatangaza baraka. Tena sio baraka kwa ajili yangu tu, ninatangaza baraka hata kwa ajili ya uzao wangu. Ninatangaza hata baraka kwa ajili ya ofisi yangu. Ninatangaza baraka kwa ajili ya kazi ninayoifanya. Ikiwa nimejiajiri, ikiwa nimeajiriwa, popote pale ninatangaza baraka, ninatangaza kibali katika jina la Yesu Kristo. Tangaza hicho kibali ya kwamba haijalishi ya kwamba adui anapambana kiwango gani, anaahidi, anajipanga kila siku, anatamka ya kwamba wasiwe na uzao, kisizaliwe kitu chochote, asipate baraka yoyote. Haijalishi anaweza akawa amejiapiza kwa namna hiyo. Wewe jiapize kwa jina la Bwana ya kwamba kwa jina la Yesu nitasimama tena, kwa jina la Yesu nitafanikiwa tena, kwa jina la Yesu nitafika mbali, kwa jina la Yesu nitasogea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Hebu tusome tena. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Vidonge vya majira nimekwambia kimojawapo vinachokifanya, kimojawapo vidonge vya majira vinachokifanya, vinazuia uzao. Na hapa nataka nikuongeze siri nyingine ya ajabu hapa. Nataka nikuonyeshe siri nyingine ya ajabu hapa. Muhimu sana. Muhimu mno, muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itikia tu mtu wa Mungu. Nataka kukupa siri ya ajabu hapa. Haleluya. Wale wafuatiliaji, ngoja nione kama naweza nikapata picha yake hapa. Sijui kama nitafanikiwa kuwahi. Wale wanaofuatilia sijui, Mungu anisaidie. Natamani kukuonyesha kitu. Nataka kuonyesha kitu hapa. Mungu wangu nisaidie. Mungu wangu nisaidie hapa, kwa sababu unatazama. Wacha nikuonyeshe. Yes. Tulisi hapa, ngoja. Fadhali hii hapa. Kuna picha naitafuta hapa, mtu wa Mungu, wakati wewe unanifuatilia. Naitafuta picha ya kitu kinaitwa ya hivyo vidonge vya majira. Nataka nikuonyeshe kitu cha kiroho hapo. Nisikize kwa makini sana. Hapa nadhani nimeshaipata. Ngoja nikuongeze. Niweke hapa. Uone, angalau uone. Hiyo hapo. Naweka sawa tu. Sekunde chache tu utaiona hapo. Alafu nikufundisha jambo la kiroho, tuingie kwenye maombi. Yes, hapa. Unajua ukishakuwa mwalimu unaona haitoshi kuelezea tu jambo kama liko namna hii, ila unasukumwa na kuvutwa na kulazimika kueleza kiundani na pengine kutumia mifano zaidi. Kwa hiyo nivumilieni tu jamani. Namaliza sasa hivi namaliza. Hebu itazame hii. Unaona hivi vidonge hivi vya juu, hivi hapa vya juu. Unaona hiyo rangi yake? Umeiona hiyo rangi yake? Kuna rangi gani? Nyekundu na ya njano, si ndio? Nilimuuliza daktari kama kuna sababu yoyote ya kitabibu ya kuweka hizi rangi kuwa tofauti.
akanambia kwa sehemu kubwa hamna tofauti kubwa, hasa kwa maana ya zile homoni zilizopo ndani ya hivi vidonge. Lakini akasema hivi, vimewekwa katika mfumo huo ili kumrahisishia mtumiaji kujua vidonge gani aanze navyo, lakini akishaanza navyo ajue vidonge gani vinafuata, na vinapoanza hivi vingine kuna dalili gani. Kwa mfano daktari ambaye nimezungumza naye mimi alisema hivi, vidonge vya njano anaanza navyo kama siku 7 hivi. Anasema siku ya 8 inatarajiwa kuwa siku ambayo ataingia kwenye hedhi, na ndio siku ambayo ataanza kutumia vidonge vyenye rangi nyekundu. Sasa nisikize kwa makini sana, nisikize kwa makini. Hizi rangi mbili kwenye ulimwengu wa roho zina maana kubwa sana, kubwa sana, kubwa sana. Kuna kwa mfano hii rangi nyekundu kwenye ulimwengu wa roho ama kibiblia inawakilisha uzao. Kuna maana nyingi, lakini hii rangi nyekundu hapa inawakilisha uzao. Na nataka nikuonyeshe mstari wa Biblia ili tuende kwa mambo kwa ushahidi bwana. Mstari wa Biblia kutoka kitabu cha Ufunuo 12. Ufunuo 12. Hebu tusome ule mstari wa 3. Kuna kitu pale nataka nikuonyeshe mahusiano ya rangi nyekundu na uzao. Hebu ngoja nikuonyeshe hii hapa. Hapa. Yes, asante sana. Imeshafika hii hapo. Anasema hivi, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama joka kubwa. Hebu malizia. Joka kubwa. Si hapa jamani, hebu soma hapa. Joka kubwa jekundu. Kwa nini anazungumza hivyo? Anataka kutuonyesha kwamba rangi ya joka inataka kutuambia kwamba rangi hii inawaashiria kwamba inashughulika na nini hasa, au inamaanisha nini hasa, au inalenga nini hasa. Kwa hiyo joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Angalia kilichofuata. Mstari wa 10 mstari wa 4 anasema, na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbinguni. Hizi nyota za mbinguni hapa anazungumzia juu ya malaika wa mbinguni. Tuko pamoja Hapa anazungumza malaika wa mbinguni. Sasa anasema joka kubwa alitokea huko mbinguni, na anaposema joka kubwa hapa moja kwa moja unamuona kwamba ni shetani, kwa sababu mwenye uwezo na nguvu za kukusanya au aliyefanya hichi kitu cha kukusanya theruthi ya malaika kule mbinguni alikuwa ni shetani. Kwa sababu ya ushawishi wake wakati huo akaondoka na hiyo theruthi ya malaika, na hatimaye sasa ndo akawa mapepo, akawa majini na kadhalika. Sasa hilo ni somo jingine. Ila nataka kukuonyesha hapa, anasema hivi, aliziangusha hizo nyota, kwa maana hao malaika hao katika nchi. Anasema na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Ndipo unaanza kuona mahusiano ya rangi nyekundu na uzao. Ndio maana ukiota ndoto unakutana na joka au nyoka nyekundu, unakutana naye na ama anakushambulia, maana yake anza kuombea sana uzao wako. Anasema alikuwa amekaa mbele au amesimama mbele ili azaapo amle mtoto wake. Sasa tunapozungumza hapa uzao, tunazungumza moja kwa moja watoto na vile ambavyo vinapaswa kuzaliwa kwenye maisha yako. Lakini kwa nini kinazuiwa? Ni kwa sababu ya hii joka jekundu. Sasa ndio maana nikakwambia kuna jambo la kiroho linalofananishwa na ile niliyotoka kuzungumza habari ya vidonge vya majira. Kwa hiyo adui anaweza akatuma nyoka, anaweza akatuma roho ya nyoka ambayo rangi yake ama kazi yake kubwa ni kushughulikia uzao. Sasa ajabu nyingine ni hii. Ajabu nyingine ni hii. Rangi ya njano hii hapa, hii rangi ya njano. Kibiblia na kwenye maisha ya kawaida inamaanisha uchumi. Hii rangi ya njano. Kwa nini uchumi? Kuna watu ambao huwa wanafuatilia mambo kwa jinsi ya rohoni. Ukifuatilia jambo kwa jinsi ya rohoni itakusaidia sana tu
sana tu, utagundua kitu hapa. Ngoja nikuonyeshe kitu ili uweze kunielewa ninachokisema, kwa sababu unajua haya mambo bwana, acha yaende kwa ushahidi hivyo hivyo. Acha mambo yaende kwa ushahidi. Najua hii wengi mnaijua, lakini pengine mkuwahi kuifikiria kwa jinsi ya rohoni. Kwa jinsi ya rohoni. Hii hapa. Yes, kwa jinsi ya rohoni. Nataka nikuonyeshe jambo la muhimu sana hapa. Sio kwamba ningeshindwa kulielezea moja kwa moja, lakini nawiwa kukuonyesha mifano halisi na namna inavyofanya kazi ili uelewe tunapozungumza juu ya hiyo rangi tunazungumza juu ya kitu gani. Okay. Naona kama mambo yanachelewa hapa. Najua wengi mnaifahamu bendera ya Tanzania. Hata kama unanifuatilia kutoka nje ya nchi, lakini najua unaifahamu bendera ya Tanzania. Bendera ya Tanzania ina rangi kadhaa. Na rangi mojawapo ni ya njano. Rangi mojawapo ni rangi ya njano. Hii rangi ya njano kwenye taifa au kwenye uchumi inamaanisha madini ama uchumi kwa ujumla, uchumi wa taifa. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya rangi ya njano hapa, hii iliyopo kwenye hii vidonge vya majira, tunazungumza juu ya uchumi. Sasa turudi kwenye hoja yetu ya muda na mazuio yanaweza kuwepo kwenye muda. Yanaweza kuwepo mazuio ya aina mbili ambayo yanazuia vitu viwili. Yanazuia ongezeko la uzao wa watoto, lakini pia wanaweza kawa wanazuia ama wanazuia uchumi, ongezeko kwenye uchumi. Nimekutana na watu ambao wanazuia kwenye uchumi. Akifika stage fulani hatoboi, hasogei. Akifika stage fulani ni kama mpaka kwenye ulimwengu wa roho umewekwa. Nilikwambia ninapoanza kufundisha somo hili, huko mbele ni baraka za kutofautishwa na watu wengine. Ni za kutofautishwa. Kuna mpaka fulani au kuna kiwango fulani ambacho wazazi au wale waliokutangulia wameishia. Wewe hutakiwi kuishia hapo. Unatakiwa kusonga mbele. Lakini kuna mazuio kama haya. Hebu tusome na mimi mstari wa 8 kwenye kitabu cha Kutoka. Mstari wa Kutoka, kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza mstari wa 8. Kuna kitu pale nataka kuhitimisha nalo hapa, afu tuipige hilo. Anasema basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua nani? Yusufu. Hii ni roho ya zuio ambayo nataka kuonyesha hapa. Anasema akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Angalia kilichofuata. Hapo tunazungumza vita ya wakati, kwamba wakati ulipotokea akaibuka mfalme asiyemjua Yusufu. Wakati ulipotokea tu akaibuka huyo mfalme asiyemjua nani? Yusufu. Anasema akawaambia watu wake, anasema haya tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Hii ni vita ya maongezeko, yani vita ya mtu kuto kupokea baraka. Wanataka huyo mtu asipokee baraka. Kwa nini? Kwa sababu wanaona anazidi kuzaliana, anazidi kuongezeka. Na mnajua nyinyi kwamba baraka ya kuongezeka, ya kuzaa na kuongezeka, ilikuwa ni baraka ambayo Mungu mwenyewe alimtoa kwa mwanadamu tangu uumbaji. Akasema zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanapokea baraka ya kuzaa na kuongezeka. Lakini kilichotokea ni kwamba adui anaona wanazaa wanaongezeka mno. Inawezekana hata kwenye maisha yako ya kwamba kuna ahadi ambazo Mungu ameshakuahidi, ya kuna baraka ambazo Mungu amekuahidi, lakini kwa jinsi ambavyo adui anaona kwamba unazidi kuongezeka, unakuwa tishio kwa ajili yake, unakuwa tishio kwake, unakuwa tishio
kwenye ustawi wake. Kwa hiyo anachotafuta na kupambana ni kutafuta mazuio. Wengine wanazuiwa na mabosi wao kazini, wengine wanazuiwa na wazazi wao, kuna wengine wanazuiwa na ndugu zao, kaka zao, dada zao au wadogo zao, wanawazuia tu kwa sababu wanaona wanawazidi. Wengine wanazuiwa na marafiki zao, mtu anaona huyu mshikaji anataka kupanda zaidi, kwa anatafuta mbinu ya kukuzuia. Niko hapa kukuambia ya kwamba Bwana atakupigania. Hata kama ataibuka mfalme asiyemjua Yusufu, hata kama ataibuka bosi kazini asiyekujua, asiyejua utendaji wako, Bwana bado ataendelea kutunza identity yako. Bwana ataendelea kutunza jina lako. Bwana ataendelea kutunza hata kama watakujaribu kukusahau, lakini upo wakati ambao watakumbuka ya kwamba katika hili taifa, katika hii taasisi, kwenye hii familia, kwenye hili kanisa, Bwana aliwahi kumuinua mtu ambaye aliweka historia kubwa. Na hii leo tunaipiga hiyo roho ya Farao, tunaipiga hiyo roho ya Farao inayozuia maongezeko katika jina la Yesu Kristo. Ingia kwenye maombi mtu wa Mungu, ingia kwenye maombi mtu wa Mungu. Kata hiyo roho ya Farao inayozuia maongezeko kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakataa hiyo roho ya Farao, ninaipiga kwa damu ya Yesu, ninaipiga kwa jina la Yesu. Ninatamka damu ya Yesu ikakae kwenye ile eneo, kwenye hiyo ofisi, ikatunze identity yangu, ikatunze utambulisho nilio nao katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali ambapo Bwana walijaribu kusahau, walijaribu kunisahau, ninakumbusha ya kwamba Bwana wewe hujanisahau, wewe Mungu hujaniacha, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatuma nguvu za Bwana kwa ajili yetu, kwa ajili ya huyu anayenifuatilia, kwa ajili ya huyu anayenisikiliza, kwa ajili ya huyu anayenitazama. Inawezekana yuko ndani ya nchi na hao wote walioko nje ya nchi, Bwana uwakumbuke, Bwana uwakumbuke kwenye ile eneo. Inawezekana kiongozi mpya ameingia na kusababisha uharibifu kwa ajili yao, anajifanya hawafahamu wao. Imeandikwa katika historia ya kwamba huyu mtu historia yake imefanyika, amefanya vizuri, amekuwa mfanyakazi mzuri, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu, wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Ninaona nguvu za Mungu kwa ajili ya wale ambao wanafanya kazi mahali, kwa sababu wamekutana na vita tu kwa sababu ameingia kiongozi mpya kazini. Amekuwa na kinyongo kiasi ambacho anatafuta kila namna kuzuia maongezeko kwa huyu mfanyakazi. Ninakutamkia neema ya Bwana. Pokea neema na nguvu za Bwana. Na pokea neema na nguvu za Bwana kwa ajili yako. Hapo kazini Mungu akukumbuke. Hapo kazini Mungu akukumbuke. Inawezekana unafanya garage. Ninaona kijana wa garage hapa, anapata tabu, anapata changamoto. Mungu akukumbuke kila mahali. Ikiwa umejiajiri, Mungu akukumbuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa maombi na maombezi zaidi, lakini pia unaweza kuwasiliana na mimi kwa sadaka yako. Kama Mungu amekusemesha kutoa sadaka kwa njia ya namba ambazo nitakutajia, fanya. Lakini kama Mungu hajakusemesha, usifanye kabisa, na kuhakikishia wala uwe na amani kabisa. Kama Mungu amekusemesha, fanya. Lakini kama Mungu hajakusemesha, kuwa na amani kabisa. Kama Mungu amekusemesha kuachilia sadaka kwa njia ya namna hii, unaweza kufanya. Lakini kama hajakusemesha, usije ukafanya, kwa sababu hatufanyi kwa kubahatisha. Tunazungumza juu ya kupokea baraka, lakini lazima upokee maelekezo na mwongozo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo namba za kuwasiliana na mimi kwa maombi, maombezi, lakini pia sadaka kama Mungu amekusemesha, tumia namba zifuatazo: 0744574052.
07445740